wakaendelea kuifanya kazi, kanisa likaongezeka siku baada ya siku, kwa sababu walikuwa wamejaa Roho Mtakatifu. Kama nakumbuka, Simeon ni mchawi, ilifika saa walikuwa wanatamani vipawa ambavyo vilikuwa kwa kina Petro, wakasema na mimi nataka mniuzie hiyo nguvu. Yeye alikuwa ni mganga, kwa sababu walikuwa wamejaa nguvu za Roho Mtakatifu. Walikuwa wanaona wanaenda wanaombea watu. Ndio maana kuna sehemu wanaenda kwenye lango zuri. Walikuja pale, Petro na Yohana walikuwa wakihubiri Injili, walikuwa wanaenda kusali. Anasema walimkuta kiwete amesimama, ameketi kwenye lango zuri. Alikuwa anatarajia kuomba fedha. Alikuwa anatarajia kuomba vitu kutoka kwa wale watu wanaingia kwenye hekalu. Anatarajia kitu chochote. Ila wale walipokuwa wametokea pale, ndani yao walikuwa wamejazwa nini? Roho. Ukitaka kuona miujiza, ukitaka kuona ishara, ukitaka kuona ukuu wa Mungu, ukitaka kuona mipaka inavunjika, jaa Roho Mtakatifu. Jaa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli watu walikuwa wanakuja kwa wanawapa pesa, wanawapa, ila walipokuja Yohana na Petro wakasema, sisi hatuna fedha, hatuna dhahabu, ila ndani yetu tuna mafuta ya Roho Mtakatifu. Ndani yetu kuna Mungu yuko pamoja nasi. Simama katika jina la Yesu, nenda. Akasimama. Leo jaa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kuna watu utawakuta viwete, baada ya kuwapa fedha unasema leo ninakuinua katika jina la Bwana. Watainuka, watamtukuza Mungu, watainuka, watasema Yesu ni Bwana, maana wewe utakuwa sio mtu wa kawaida katika jina la Yesu. Kwa nini? Wale viwete ambao wako barabarani, sio kwamba watamani kutembea, na miujiza ya kufanya hivyo mambo yakatokea. Upo mfano, jamani, mtu akisema ninataka kulima nipate magunia 200, haiwezekani.